Mapigano makali, mchafuko, vita, milio ya risasi vinaendelea kuripotiwa huko Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mpenzi mtazamaji, tutakuwa na wewe katika safari yetu hii ili kuzungumzia matukio ambayo yanaendelea kutokea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo yanalenga zaidi sana taarifa za usalama. Tutakuwa huko Masisi na kando yake ambako asi wa M23 wameweza kurejesha baadhi ya vijiji kwenye ngome zao na kuweza kuvidhibiti. Hivyo tuende huko Masisi ambako hali inaendelea kuwa tete baada ya mapigano makali kati ya waasi wa M23 na jeshi la FARDC, na hivyo waasi hao wameweza kuzimiliki vijiji kama vile Luke, Katobotobo na Kasenyi baada ya mapigano makali. Na kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, vijiji hivyo vilikuwa vimechukuliwa kwa muda mfupi na wapiganaji wa Wazalendo, lakini M23 imefanikiwa kuvirejesha chini ya udhibiti wake. Wakati huo taarifa zinaendelea kuwa mapigano bado yanaendelea katika kijiji cha Kasinga, ambapo milio ya risasi nzito na nyepesi vimeendelea kusikika tangu asubuhi ya siku ya leo tarehe 24 Februari mwaka huu wa 2026. Wananchi wengi wamelazimika kuyakimbia makazi yao na kuenda katika maeneo ambayo yanaonekana kuwa salama zaidi, huku hali ya kibinadamu ikiendelea kuzorota katika migini hiyo ambayo tuliweza kukutajia hapo juu. Hakuna takwimu rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya watu waliofariki au majeruhi kutokana na vita hiyo, lakini inawezekana uharibifu mkali uliweza kufanyika kwa sababu ya mapigano hayo. Maendeleo hayo yanazidi kuongeza mvutano katika eneo la Masisi ambalo limekuwa likisumbuliwa na mapambano hayo kati ya waasi wa M23 na vikundi mbalimbali, na pia wanaendelea kupigana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ile ilikuwa ni habari kutoka huko Masisi na pande mbalimbali ambazo kuizunguka, ambako hali ya usalama kusema kweli si salama. Tuhamie basi huko Rubaya ambako imeweza kuripotiwa kuwa baada tu ya kifo cha Willy Ngoma, watu wengine kadhaa ambao ni maofisa wa M23 wameweza kupoteza maisha kwenye hilo tukio moja la kuweza kuripuliwa na ndege wasio na rubani. Katika shambulizi hilo kuliweza kufariki maofisa mbalimbali wa waasi hao wa M23. Na hii hapa ni listi ya waofisa hao ambao wameweza kufariki pamoja na Willy Ngoma. Miongoni mwa waliotajwa ni mkuu wa msafara wa ulinzi Eric Kazungu anayehusishwa na Makenga Ive, Meja Pascal ambaye alikuwa msaidizi wa usalama wa Nzenze, pamoja na Kanali Safari wa ofisa aliyekuwa msaidizi wa karibu wa Imani Nzenze. Na pia inaelekea kuwa kuna kijana mmoja ambaye alikuwa ni msaidizi wa gavana wa M23, naye pia aliweza kuuawa kwenye tukio hilo, sambamba pamoja na watu 5 hivi ambao utambulisho wao bado unaendelea kuthibitishwa. Katika tukio hilo inaripotiwa kuwa ndugu ya Makenga Ive pia ako ndani ya hospitali akiwa katika hali ya mauti kutokana na shambulio hilo, aliweza kuumizwa tumboni. Ndiyo mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tunayo shauku na shangwe kukusogezea habari zaidi kutoka hapo Rubaya, ambako jana ilikuwa inaripotiwa kuwa connection, ni kusema mtandao wa simu ulikuwa umepotea, lakini kwa sasa leo hii imeweza kuripotiwa kuwa mawasiliano hayo yaliweza kurudia leo hii baada tu ya saa 24 kuweza kupoteza mtandao huo wa simu. Tumeweza kusikiliza na kuongea na watu fulani kutoka huko, wamethibitisha kuwa kwa sasa wameweza kuwa na mtandao mzuri.
Ndiyo, tukifuatilia vizuri sana na habari ambazo tunaweza kutupata, tumeona kuwa kukatika huko kwa mtandao kulitokana na shambulizi ambalo limeweza kufanyika tariki 24 Februari wa madroni. Shambulizi hilo la mabomu yalisababisha miundombinu ya anteni kuu za kampuni za simu za Vodacom, Orange na Airtel katika eneo la Rubaya kuwa mbovu na hivyo kuweza kukatika kwa mawasiliano. Hiyo ni habari kutoka katika vyanzo vya ndani. Uharibifu huo ulitokea wakati wa mapigano kati ya waasi wa M23 na dhidi ya jeshi la serikali la FARDC ambao wanashirikiana na wazalendo. Wakazi waliokuwa wamekosa mawasiliano walipokea kwa afueni kurejeshwa kwa huduma hizo, wakisisitiza umuhimu wa simu na internet katika kupata taarifa na kuwasiliana na ndugu zao. Pia kurejea kwa huduma za kutuma na kupokea fedha kwa njia ya simu kumelipatia nafuu kubwa eneo hilo la Rubaya ambako wananchi hutegemea sana mfumo wa shughuli za kila siku. Katika kipindi cha katikati ya mtandao, ujumbe mfupi wa simu kupitia Vodacom zilitumwa zikifanya kazi kwa suasua, huku huduma ya internet ikiwa haipatikani kabisa. Hivi sasa wakaazi kadhaa wamethibitisha kuwa internet imeweza kurejea katika hali ya kawaida. Hivyo hali ya usalama bado si shwari. Mapigano yanaripotiwa kuongezeka katika kijiji cha Kasenyi kilichopo katika groupement ya Kibabi. Waasi wa M23 wameanzisha mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya FARDC na washiriki wao wazalendo waliokuwa wamechukua udhibiti wa eneo hilo Jumapili iliyopita. Kwa mujibu wa taarifa za ndani, waasi wamepelekea nguvu mpya ya mapigano na silaha kwa lengo la kurejesha udhibiti wa Kasenyi na kuzuia kusonga mbele kwa vikosi vinavyoiunga mkono serikali na kuelekea Rubaya, eneo linalochukuliwa kuwa ngome muhimu wa waasi hao. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, bila kusahau kuwa hii ni Kwetu News 24 inayokusogezea habari kila wakati na kwa muda unaofaa. Hivyo ili kutupa nguvu, jitahidi uweze kusubscribe na kukomenti ili kutujulisha maoni yako, na pia usisahau kulike ili tuweze kuwa na nguvu ya kukutengenezea habari wakati mwingine. Asante.